Hii ni Tanganyika TV pamoja na Tanganyika FM. Jina langu ni Erasto Mashauri. Karibu kwenye habari kuu za ulimwengu kuhusu mgogoro unaoendelea huko mashariki mwa DRC kati ya waasi wa M23 na wanajeshi wa serikali ya nchi hiyo. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Waasi wa M23 wameripotiwa kuelekea kuunda mfumo wao wa fedha. Ni miezi miwili tangu pale jiji la Goma lianguke mikononi mwa kundi la waasi wa M23. Tangu wakati huo, benki zote za biashara zimefungwa kwa maagizo ya mamlaka mjini Kinshasa. Kutokana na hali hiyo, katika jiji hili lenye wakazi zaidi ya milioni 1, madawati ya fedha hayafikiki. Fedha za kigeni ni chache na uchumi wa ndani unayumba sana. Wakikabiliwa na hali hii, baadhi ya waendeshaji uchumi wamefanikiwa kutoa pesa kupitia kiotamotela ama ATM zilizo nje ya nchi, haswa katika nchi jirani ya Rwanda. Licha ya baadhi kufanikiwa kutoa pesa kwa kutumia ATM za Rwanda, wengine pia hutumia njia za kielektroniki za uhamishaji fedha. Lakini shughuli za kawaida za kila siku kama vile kuweka na kutoa pesa kwenye matawi haziwezekani tena. Ni katika muktadha huu ambapo AFC na M23 inataka kuunda mfumo wake wa kifedha unaoitwa Mamlaka ya Udhibiti wa Sekta ya Uchumi, Fedha na Bima, kulingana na shirika la habari la RFI. Muundo huu tayari umeundwa kwenye karatasi. Inatarajiwa kutekeleza jukumu la benki kuu katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa AFC na M23. Vuguvugu la kisiasa la kijeshi linaloungwa mkono na Kigali pia linataka kuanzisha upya Kadeco, taasisi ya fedha ya umma ya Kongo inayozingatiwa na wataalamu kadhaa kuwa karibu imesimama. Uasi huo uliteua usimamizi sambamba kwa lengo la kuifanya benki kuu katika eneo lililo chini ya udhibiti wake. Mapato ya ushuru yanayokusanywa na utawala wa AFC na M23 yanapaswa kulipwa ndani yake. Maagizo yaliyotolewa kwa wabadilisha fedha na waendeshaji uchumi wa ndani kufungua akaunti ndani ya muundo huu, lakini mfumo huu unakabiliwa na vikwazo vingi kulingana na wataalamu wanaowasiliana na shirika la habari la RFI, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa uhusiano na benki za kimataifa na vikwazo kutoka kwa shirika la kimataifa ambalo linapigana na fedha chafu. Kwa upande wake, AFC na M23 inapanga kutegemea nchi jirani, hasa Kenya, Rwanda na Uganda. Je, mradi huu unaenda kutekelezeka kweli? Kila kitu kitategemea, anajibu mtaalamu mmoja juu ya kiwango cha kutengwa kwa kimataifa kwa AFC na M23 na majibu ya nchi na benki za ukanda. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi siku ya Jumatano Machi 26 amefunga safari ya haraka kwenda Luanda kukutana na mwenzake wa Angola Joao Lourenco katika ajenda mkutano wa ana kwa ana kati ya marais hao wawili, haswa kuhusu swala la mzozo wa usalama mashariki mwa DRC. Katika kesi hii, Joao Lourenco alikuwa mpatanishi wa Umoja wa Afrika kwa miaka kadhaa kabla ya kujiuzuru kama mpatanishi katika mzozo huo mwanzoni mwa wiki hii. Huu ni mkutano wa kwanza tangu kutangazwa kwa Angola kujitoa katika mchakato wa upatanishi kufuatia mkutano kati ya Felix Tshisekedi na Paul Kagame huko Doha, na tangu kushindwa kwa mazungumzo na M23 ambayo yalipaswa kuanza mjini Luanda. Kwa hivyo labda kulikuwa na mambo ya kufafanua, anapendekeza mwanadiplomasia mmoja huko Kinshasa. Kwa hiyo rais wa Kongo alikwenda Luanda kwa ziara ya saa chache kama alivyokuwa amefanya mara kadhaa katika wiki za hivi karibuni. Angola ni nchi ya kirafiki ambayo imefanya mengi kusaidia. Ilikuwa muhimu kuepusha kutokuelewana, imesema ofisi ya rais wa Kongo. Waziri wa mambo ya nje wa Angola ameeleza kuwa wakuu hao wawili wa nchi wamekubaliana kudumisha mazungumzo na mashauriano ya mara kwa mara. Kinshasa bado inategemea uungwaji mkono wa Joao Lourenco, mshirika mkubwa, hasa kutokana na kwamba mkuu wa nchi wa Angola amechukua nafasi ya mkuu wa Umoja wa Afrika kwa mwaka mmoja. Mwenyekiti wa kamati ya masuala ya kigeni ya Baraza la Seneti la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Christopher Rutundura, amesema kuchanganya mchakato wa Luanda na ule wa Nairobi kwa ajili ya kusaka amani sio jambo jema, sababu moja ni nyongeza ya mwingine.
Ni michakato miwili tofauti, na ikichanganywa madhara yake ni ambayo ni mabaya sana, na kuidhinisha madai ya Rais Paul Kagame ambaye amekuwa akisema kwamba matatizo ya Kongo ni ya Wakongo wao kwa wao, na hapo utakuwa umemuondoa. Na pili, kama haujafikia makubaliano na M23, jeshi la Rwanda litalazimika kuendelea kusalia nchini DRC, wakati tunafahamu kwamba maelewano na M23 yanaweza kupita tu ikiwa Rais Kagame ataidhinisha, ikiwa tu atapewa nafasi ya kuendelea kuwa na nafasi ya unyonyaji wa kiuchumi na kuwa na ushawishi. Haya ni madhara ambayo hatupaswi kupuuza. Akiulizwa kuhusu iwapo anaunga mkono majadiliano ya moja kwa moja baina ya serikali na M23, kiongozi huyo amesema hilo sio tatizo, sababu ukianzisha mchakato wa kumdhihaki Rais Tshisekedi, kuwadhihaki wananchi wa Kongo, hilo haliwezi kukubalika. Aidha, serikali inarejeshaje maeneo yaliyokaliwa na M23 bila majadiliano? Christopher Rutundura amesema M23 haipo, ni jeshi la Rwanda, na ukweli ambao hauhitaji mjadala tena. Rwanda iondoke Kongo, sababu wanatuambia ni matatizo ya Kongo wenyewe kwa wenyewe. Sasa watuache tutatue matatizo yetu. Kutokana na hali ambayo inaendelea huko nchini DRC, watu milioni 28 wanakabiliwa na njaa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hii ikiwa idadi ya juu zaidi kwa nchi hiyo, inayochochewa na mzozo unaoendelea kati ya serikali na waasi wanaoungwa mkono na Rwanda mashariki mwa nchi hiyo. Umoja wa Mataifa umetoa ripoti hiyo. UN inasema watu milioni 2.5 wanakabiliwa na njaa tangu kutokea kwa ghasia za mwezi Disemba na mwanzoni mwa mwaka huu. Shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP na shirika la chakula na kilimo FAO yamesema katika taarifa ya pamoja. Mapigano kati ya vikosi vya serikali na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda yameongezeka tangu mwanzoni mwa mwaka huu, ambapo mamia kwa maelfu ya raia wamekimbia makazi yao. Aidha, katika taarifa yao, mashirika haya yanasema zaidi ya watu milioni 10 ya wale wanaokabiliwa na njaa wako mashariki mwa Kongo, ambako kuna shuhudia ukosefu wa usalama tangu vita vya baada ya mauaji ya kimbali ya 1994 yaliyosababisha vifo vya mamilioni ya watu na kusababisha kuundwa kwa mamia ya makundi ya wanamgambo mashariki mwa DRC. Vikosi vya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vinashutumu na kulaani uimarishaji wa ngome za jeshi la Rwanda na M23 katika wanajeshi na vifaa. FARDC pia inalaani mashambulizi yao dhidi ya wanajeshi wake. Katika taarifa iliyochapishwa siku ya Alhamis, Machi 27 na kutiwa saini na msemaji wake, jeshi linasikitika kwamba mtazamo huu unadhoofisha juhudi zinazofanywa na jumuiya ya kimataifa kurejesha amani mashariki mwa nchi hiyo. Vitendo hivi, anabainisha msemaji wa jeshi, kwanza kabisa ni kinyume na matamko ya waasi wa M23 yaliyomo katika tamko lao la Machi 22 kutangaza kusitisha mapigano kwa upande mmoja na kupelekwa tena nje ya eneo la Walikale. Jeshi la Kongo linaripoti kwamba mashambulizi ya hivi punde yalilenga ngome zake tu, sio katika eneo la Walikale katika mkoa wa Kivu Kaskazini, lakini pia katika mkoa wa Kivu Kusini, haswa katika Mlamba na Bulonge katika eneo la Walungu, na vile katika nyanda za juu za Minembwe katika eneo la Fizi. Kulingana na redio ya Okapi, vikosi vya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinathibitisha kwamba vinaendelea kuzingatia mantiki ya mipango ya hivi majuzi ya amani kwa kujiepusha kwa wakati kuanzisha mashambulizi ili kuruhusu uondoaji wa haraka wa vikosi hasimu kutoka Walikale kama ilivyotangazwa hapo awali. Jeshi linasema kuwa linasalia zaidi ya kuamua na kuhamasishwa na linahifadhi haki ya kujibu mashambulizi ili kulinda raia na mali zao kwa kukabiliana na vitendo vya uhasama vinavyoweza kuathiri usitishaji mapigano ambao waasi wa M23 na AFC wenyewe walitangaza. Mwezi mmoja baada ya kusitishwa mara moja kwa mapigano mashariki mwa DRC na kuondolewa kwa vikosi vya Rwanda vilivyotakwa na Umoja wa Mataifa kwa kura ya azimio 2773, Baraza la Usalama lilikutana tena jana Alhamis kutambua maendeleo kutokana na ripoti ya mjumbe maalum wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa na mkuu wa MONUSCO.
Wakati hali ya usalama na kibinadamu ikizidi kuwa mbaya, baraza limetangaza nia yake ya kuona suluhu ya kisiasa ikiibuka. Mjini New York, waziri wa mambo ya nje wa Rwanda amekanusha kuhusika kikamilifu kwa wanajeshi wa Rwanda na kuishambulia kwa nguvu MONUSCO. Tangu mwezi uliopita, vuguvugu la AFC na M23 wameteka sehemu kubwa katika mkoa wa Kivu Kaskazini na mkoa wa Kivu Kusini. Mkuu wa MONUSCO anaamini kuwa mikoa ya Maniema na Tishopo ndiyo lengo lao linalofuata. Pia ameelezea hali ya kibinadamu ambayo inazidi kuwa mbaya zaidi kutokana na mfumo wa benki kutokuwa mzuri na miundombinu duni inayozuia utoaji wa chakula. Ametoa wito wa kufunguliwa tena kwa viwanja vya ndege vya Goma na Kavumu. Mabarozi wa DRC, Angola na Burundi kama baraza zima wametoa wito wa mzozo huo usuluhishwe kisiasa. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivier Nduhungirehe amekataa kuthibitisha kwa vyombo vya habari idadi ya wanajeshi wa Rwanda waliotumwa mashariki mwa DRC. Nchi ya Rwanda tumeweka hatua za kujihami katika mpaka wetu ili kujilinda dhidi ya vitisho vinavyotoka mashariki mwa DRC katika kipindi cha miaka 30. Wanamgambo na makundi yanayofanya kazi na serikali ya Kinshasa wanataka tu kupindua serikali ya Rwanda, amesema waziri wa mambo ya nje wa Rwanda. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda pia ameishambulia MONUSCO akiishutumu kwa kupotosha ukweli wa mambo na kuegemea upande mmoja na kushindwa kwa kazi yake kubwa ya kuvunja makundi yenye silaha nchini DRC. Licha ya baraza kuunga mkono kwa kauli moja kikosi cha Umoja wa Mataifa. Na huo ndio mwisho wa habari kuu za ulimwengu leo kutokea hapa Tanganyika FM Radio pamoja na Tanganyika TV. Mimi naitwa Rasto Mashauri. Hadi wakati mwingine, endelea kubaki nasi kwenye Facebook pamoja na YouTube tupate kama Tanganyika TV. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea kwa sababu tunawafanya kazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.